tafsiri ni kuzindua hii tafsiri ya Kiswahili, kwa maana kwamba Watanzania waweze kujua kwenye kesi hii ambayo ni kesi kubwa, miongoni mwa kesi kubwa ambazo zimekuwepo mahakamani hivi karibuni, na imetolewa hukumu, na baada ya kutolewa hukumu kukawa kuna mjadala mzito, na sisi kama alivyosema tukaona kwamba njia nzuri zaidi ni kuwafanya watu walio wengi waweze kufahamu wao wenyewe moja kwa moja kwamba kitu gani ambacho kilichoendelea mahakamani, hukumu ikoje. Na tukafanya juhudi kubwa wakati mijadala ikiendelea kule mtaani kujadili swala hili katika sura tofauti tofauti. Sisi tuliona kwamba tujikite kwenye kutengeneza tafsiri ya hukumu ili kila mmoja aweze kusoma na kujua kile ambacho kilichoamuliwa na Mahakama Kuu ya Tanzania. Kwa hivyo lengo la kikao chetu cha leo ni hilo moja tu la kutafsiri, la kuzindua hii tafsiri ya hukumu ya kesi kubwa ya kikatiba. Lakini maswali yametokea haya yanahusiana pia na ile shauri, na ni vizuri tukayajibu. Swali la mwanzo tunauliza kwamba baada ya hukumu hii kutolewa, hali ya uongozi wa Kiislamu hapa nchini kwetu Tanzania, mfumo wa uongozi ukoje? Ndio swali la kwanza. Mfumo wa uongozi hapa kwetu, mahakama imetusaidia kuweza kuonyesha ni mfumo wa uongozi wa Kiislamu ukoje, kwa sababu kihistoria huko nyuma Waislamu walikuwa na uongozi wa pamoja, walikuwa na taasisi nyingi, lakini hatimaye zile taasisi zilitengeneza taasisi mwavuli kabla ya mwaka 68 ambayo ilikuwa inaitwa East Africa Muslim Welfare Society. Kulikuwa kuna Jamia Islamia Tanganyika, Dodoma General Muslim Association, Arusha Muslim Association. Yani kulikuwa na taasisi nyingi sana hapa nchini kwetu Tanzania kabla ya uhuru, na zilikuwa zikifanya kazi za maendeleo, zinajenga mashule, zinamiliki ardhi na kila kitu. Lakini pamoja na hizo taasisi zote, lakini walifika mahali sasa wakatengeneza umoja, yani jumuiya mwavuli, ambapo hizo taasisi zote zikawa chini ya hiyo jumuiya mwavuli. Hii sasa ilikuwa ni jumuiya mwavuli kubwa ambayo ilikuwa inaitwa East Africa Muslim Welfare Society. Ilikuwa inajumlisha Waislamu wa Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, Sudan kwa ujumla. Kwa hivyo huo ndio uongozi ambao tulikuwa nao. Sasa mwaka 68 serikali ilivunja ule uongozi bila sababu, na kwa bahati nzuri hili limejitokeza katika shauri hili tulipokuwa tuko mahakamani. Majaji waliwauliza mawakili wa serikali kwamba waeleze sababu ambayo ilipelekea serikali kuvunja ile East Africa. Wale majaji walishindwa kupata majibu. Lakini pia mahakama ilikwenda kufanya utafiti katika tamko la serikali la mwaka 68 la kuivunja ile East Africa, kutaka kujua sababu ni ipi. Pia vile vile katika hukumu hii utaona maelezo ya mahakama, wanasema hawakuona sababu za kuvunjwa ile East Africa. Kwa hivyo ulipovunjwa sasa ile East Africa, ule uongozi ukabadilika. Maana serikali ilivunja, halafu ikazuia zile taasisi zote zilizokuwepo, halafu ikasimamia kuunda BAKWATA. Baada ya kusimamia kuunda BAKWATA, ikachukua msimamo wa kutangaza kwamba hiki ndio chombo chenu Waislamu wote, mnataka msitake, hili ndio baraza lenu. Kwa hiyo tukahamia kwenye uongozi wa namna hiyo, uongozi wa kulazimishwa kuwa chini ya chombo kimoja, kutoka kwenye uongozi ule wa taasisi huru, halafu zikaunda taasisi kubwa, na ilikuwa na kiongozi wa juu kabisa, alikuwa anaitwa Mufti Hassan bin Amiri. Tukaja kwenye uongozi wa kulazimishwa kuwa chini ya chombo kimoja. Sasa shauri tulipeleka mahakamani lilikuwa ni la kupinga huu mfumo tulioletewa na serikali. Kwa hiyo tukaitaka mahakama itoe uamuzi, hali yetu ikoje? Ni kweli kwamba chombo hiki ni chombo kinachowakilisha Waislamu wote kwa mujibu wa sheria? Ndio mahakama imetoa uamuzi, imesema BAKWATA kwanza haijulikani aliyeunda ni nani, na walipataje haya maelezo, mahakama ilipataje haya maelezo ya kusema kwamba BAKWATA haijulikani imeundwa na nani? Ni kwamba mahakama iliwaomba BAKWATA walete katiba ya mwanzo ya BAKWATA, yani ya mwaka 1968.
Kwa kawaida katiba ya mwanzo ndani yake ndio kunakuwa wanatajwa wale waasisi wa kile chombo, yaani waasisi wa taasisi yote ile. Ukitaka kuwajua nani walianzisha chombo hiki hapa, basi unakwenda kwenye katiba ile ya mwanzo. Mahakama iliwaomba RITA kama ndio wanahusika na katiba zote za vyama vile ambavyo vimesajiliwa kwa bodi ya wadhamini, wakaomba Wizara ya Mambo ya Ndani kama wasajili wa jumuiya zote, na wakaomba mwanasheria mkuu wa serikali, na wakaomba BAKWATA wenyewe kwamba wapeleke mahakamani katiba ya mwanzo ya BAKWATA. Hawakupeleka katiba ya mwanzo ya 68, badala yake walipeleka katiba ya mwaka 1999 ambayo ndani yake hakuna majina ya waasisi wa ile baraza. Kwa hivyo ndio maana mahakama ikafika mahali ikasema kwamba hiki chombo hakikuanzishwa na Waislamu na haijulikani imekianzisha nani. Kwa hivyo uamuzi ule uliotolewa pale unatoa maelezo kuonyesha ule mkao wetu sasa wa uongozi. Mkao wetu wa uongozi ni kwamba tuko taasisi tofauti tofauti, yaani tuna mabaraza mengi. Kuna Baraza Kuu la Jumuiya ya Taasisi za Tanzania, kuna BAKWATA, kuna Baraza la Sunna Tanzania, kuna Baraza la Misikiti, kuna Hayatul Ulama na mabaraza mengine mengi. Huo ndio mkao wetu ambao tuliona kwa sasa. Kwa nini tumekuwa kwenye mkao huu wa taasisi? Kwa sababu ule mkao wa kuwa na taasisi mwavuli ulivunjwa mwaka 1968. Kwa hivyo sasa hivi tuna mkao wa taasisi tofauti tofauti ambazo hizo taasisi ziko huru na kila mmoja ina haki ya kikatiba ya kuweka uongozi kulingana na katiba yake jinsi ilivyo. Yaani leo hii unaposikia kwa mfano kuna shekhe wa mkoa, kwa mfano BAKWATA wanasema wana shekhe wa mkoa, kwa mujibu wa ufafanuzi sasa unatolewa na hukumu hii, yule shekhe sio shekhe wa Waislamu wote, yule shekhe wa mkoa wa BAKWATA. Kuna shekhe wa wilaya, yule ni shekhe wa wilaya wa BAKWATA. Kuna shekhe wa kata, ni shekhe wa kata wa BAKWATA. Kuna mufti, yule ni mufti wa baraza la BAKWATA. Taasisi nyingine nayo ikipenda pia inaweza ikatoa uongozi wake na ikawa ni halali kwa ule uongozi. Kwa hivyo mkao wetu, swali lako kwamba mkao wetu wa uongozi ukoje, huko hivyo. Yaani hatuna taasisi moja ambayo taasisi zote ziko chini yake kwa mujibu wa hukumu iliyotolewa, isipokuwa tunazo taasisi tofauti, zote zimesajiliwa serikalini na kwa mujibu wa katiba zao zinaweza zikaendelea kutoa huduma zile ambazo zimeorodheshwa ndani ya katiba zao, na uongozi unatambuliwa kiserikali, kisheria, ule ambao unaelezwa ndani ile katiba ya kila taasisi. Kama kuna katiba kiongozi wake ajua anaitwa amiri, anatambuliwa na serikali. Kama kuna ambaye anaitwa mufti, anatambuliwa na serikali kama kiongozi wa hiyo taasisi. Huo ndio mkao wetu wa uongozi kwa ujumla. Labda hapa niongezee tu ufafanuzi kwamba hii ina maana gani? Hii ina maana kwa sasa inatupa fursa Waislamu, kama tunahitaji kurudi kule katika ule uongozi uliovunjwa serikali, tunaweza kurudi katika ule uongozi, kwa maana kwamba jumuiya zinaweza zikakutana za Kiislamu zote, BAKWATA, BASUTA, Baraza la Misikiti, BAMITA, kwa pamoja tunaweza tukakaa kwenye meza tukakubaliana kwamba tuunde chombo mwavuli kwa pamoja. Kikiundwa chombo kwa utaratibu huu, hiki chombo kitakuwa cha Waislamu wote kwa sababu kimeundwa kwa uwakilishi wa Waislamu wote. Hii ni fursa ambayo baada ya hukumu hii kutoka, ambayo Waislamu wanaipata kutokana na hii hukumu iliyotolewa. Hiyo ndio hali ya uongozi wetu kwa ujumla kama swali lilivyokuja. Swali la pili lilikuwa linaeleza kwamba kuna shutuma kwamba tumeshinda shauri hili kutokana na fedha ambazo tulizopewa na moja ya taasisi za Kikristo ndio zimetujengea uwezo wa kuweza kushinda shauri hili. Ndio swali ambalo limeulizwa hapa na mwandishi. Ndugu zangu, hili swala la shauri hili lilikuwa liko wazi mahakamani. Mashtaka yaliyopelekwa yamefahamika wazi na pande zote walipewa fursa ya kuweza kujitetea. BAKWATA walipewa fursa, na RITA, msajili wa vyama, mwanasheria mkuu wa serikali, wote hawa walipata fursa ya kujitetea pale mahakamani. Na kwa mujibu wa shauri lilivyokwenda, hapakuwa na dalili zozote zile za rushwa, kwa sababu kwa lugha inayotumika hapa kwenye swali hili, tafsiri yake ni kwamba sisi tulikuwa na fedha alafu tuliohonga mawakili, tuliohonga majaji. Lakini ukilifuata ile sheria, ukifuata shauri, hakuna mahala popote ambapo unaweza ukaona kwamba inawezekana kabisa hapa kukaa kuna tuhuma za rushwa
kati yetu sisi na mahakama, kwa sababu jambo lilikuwa liko wazi. Watu walipewa haki zote BAKWATA na hawa serikali walipewa haki zote. Wao wenyewe walishindwa kuthibitisha yale madai yao ambayo walikuwa wanayatoa ya kuwalazimisha kwamba Waislamu wawe chini ya chombo kimoja ambacho ni BAKWATA. Na lazima tuelewe hapa, ndugu zangu, katika shauri hili washtakiwa wakubwa ambao tuliwashtaki sisi ni msajili wa vyama, Wizara ya Mambo ya Ndani. Hawa ndio washtakiwa namba 1. Alafu na kabidhi mkuu wa serikali ambaye ni Rita ndio mshtakiwa namba 2, na mshtakiwa wa 3 ni mwanasheria mkuu wa serikali. Hawa BAKWATA wameshtakiwa kama watu walikuwa wanatumiwa na vyombo hivi, kwa sababu hawa Rita na msajili wao ndio wanautamka kwamba hiki ndio chombo chenu Waislamu, yani mkitaka mstake hili ndio baraza lenu. Wao ndio walikuwa wanatamka. Sasa BAKWATA walikuwa wanafaidika yani kutokana na hilo tamko. Kwa hivyo wao walikuwa wanatumiwa. Kwa hivyo sisi tumewashtaki kama watu ambao walikuwa wanatumiwa, lakini wenye jambo lao hasa la kulazimisha uongozi ni serikali. Na serikali ilipata fursa ya kuweza kuleta ushahidi juu ya ile madai yao, wameshindwa kuleta ushahidi pale. Kwa hivyo hapakuwa na dalili zozote zile za rushwa kwamba labda sisi tulikuwa tunahitaji tuwezeshwe tuwe na fedha alafu tuionge mahakama ili mahakama iweze kutoa hukumu ya kutufeva kwetu. Kesi ilikuwa iko open na ni shauri ambalo kila mmoja alipata haki, wala hakuna dalili zozote zile za kulaumiwa. Lakini pia kama kulikuwa kuna tatizo hilo la dalili za rushwa, lingeweza kuripotiwa pia wakati ule shauri linaendelea. Kwa hivyo hayo ni maelezo nafikiri ya kawaida tu ya mtaani ambayo hayana msingi wote ule. Swali la 3 ilikuwa ni kwamba BAKWATA wanasema kwamba wao wana miradi mikubwa ya maendeleo na nyinyi mna miradi gani ya maendeleo? Yaani swali linafanya kulinganisha kati ya BAKWATA na maendeleo. Mimi niseme kitu kimoja. Kwanza hii swali haliko direct kwenye swala hili la kesi. Lakini kwa sababu limekuja ni vizuri tukalijibu. Na nijibu kwa kitu kimoja kwamba unapotaka kufanya comparison, unapotaka kulinganisha, basi lazima zile taasisi ziwe zina historia inayofanana, ziwe zina uzito unaofanana. BAKWATA katika mambo ya mali na taasisi zingine zilizopo sasa ni aina mbili ya taasisi tofauti kabisa, kwa sababu taasisi zilizopo leo hii, kwa mfano kama tuchukulie Al-Hikma Foundation au tuchukulie pengine Islamic Propagation Center au tuchukulie Islamic Development Foundation au tuchukulie labda Baraza Kuu la Jumuiya na Taasisi ya Kiislamu Tanzania. Hizi taasisi katika umiliki wa mali wenyewe wameanza zero, yani wameanza kwa jasho lao wenyewe wakiwa zero. Hii ni tofauti na BAKWATA. BAKWATA imeundwa mwaka 68 baada ya serikali kuvunja taasisi za Kiislamu. Mwaka 69 serikali ikakamata miradi yote ya Waislamu, ardhi, majengo, shule na vitu chungu mzima, na miradi ilikuwa inaendelea. Kama kulikuwa na mradi mkubwa sana wa ujenzi wa chuo kikuu ambao ulikuwa umeshaanza katika ardhi iliyokuwa pale chuo kikuu, ikachukua mali za matrilioni alafu ikawapa BAKWATA. Sasa huwezi kulinganisha hawa watu waliopewa mali za matrilioni alafu unataka kulinganisha na mtu ambaye ameanza yani akiwa hana kitu kabisa yeye mwenyewe. Huyu alianza hana kitu kabisa, huyu ndo anamiliki mali ya halali na ndio mtu ambaye anaweza kupewa sifa. Hilo la kwanza. Lakini la pili, kwa mfano wanasema kwamba wenyewe wana miradi ya maendeleo. Miradi ya maendeleo haipimwi kwa wewe kujenga. Miradi ya maendeleo inapimwa kwanza kulingana na tathmini ya mapato na matumizi. Hao walikuwa wana miradi ya mabilioni ya fedha toka mwaka 68. Kwanza itakiwa tujue kwamba pato lao ni la kiasi gani ili tuinganishe na kile wanachokifanya sasa. Maana kama mtu anakusanya matrilioni alafu anajenga banda la kuku, maana huyu ni fisadi. Hayo matrilioni mengine yako wapi? Na ndivyo ilivyo kwa BAKWATA. Wamekusanya matrilioni